kwa kweli mimi ningependa kusema ya kwamba kweli unajua jisikie vizuri wewe kuwa mwanamke. Mimi I feel I'm blessed woman, kuwa mwanamke ni baraka. Kuwa mwanamke Mungu ameniamini. I feel good. I feel I feel exceptional. I don't siwezi kutamani kuwa mwanaume mimi hata saa moja, lakini dunia ya leo imejaa vituko. Wanaume wanatamani kuwa wanawake. Na wiki iliyopita alisema mwanamume mmoja kule Texas alioa mwanaume mchungaji, tena alioa mwanamke mrembo. Baada ya kumuoa harusi honeymoon akagundua kumbe alikuwa mwanaume, akabadilika kuwa mwanamke. Ndio Houston, ni story ya dunia nzima. Na alipokuja kugundua ameoa shoga, alimuua kwa risasi. Kwa hiyo niko hapa, maneno ya mwisho nimeambiwa nizungumze. Nataka nikwambie ya kwamba ni vizuri kuridhika na vile Mungu amekumba. Wewe ni mwanaume, ridhika na vile Mungu amekumba. Na wewe ni mwanamke, ridhika, jisikie vizuri. Alafu furahia majukumu yako. Mimi katika vitu hivyo vinarahisishia kwenye kufanya majukumu yangu kama mwanamke. Najisikia kwanza napenda kazi zangu, nazipenda. Kwanza na moja kinachonifanya nizipende, nampenda Mungu, nampenda sana Yesu. Na kwa sababu nampenda sana Yesu, katika kule kuupload kwangu kumpenda Mungu ndani yangu, ndio kuna download sasa kupenda mume wangu, kuheshimu mume wangu, kustahi mume wangu, kutii mume wangu, Alafu pia inanifanya nasikia vizuri yale majukumu yangu ya kulea watoto wangu. Sioni mimi ni mzigo. Japo sasa kwa mtu mzima, sina hata watoto wadogo. Unajua sasa ninapambania wajukuu. Lakini kwa kweli watoto wangu, napenda familia. I love my family. Lakini anayefanya niipende familia sio mwingine, ni Yesu. Nampenda sana Mungu. Kwa hiyo najisikia vizuri. Najisikia kwamba kwa kweli mimi nimeheshimiwa sana na nimeaminiwa na Mungu kuwa mwanamke. Lakini pia napenda ofisi zangu, ofisi ya kuwa Mrs. Nafanya majukumu yangu kama Mrs. with all my heart, with all najisikia with all my the whole of my being. Lakini pia majukumu yangu kama mama na yafanya kwa roho yangu yote, nguvu zangu zote. Lakini pia majukumu yangu kama mchungaji na yafanya, sioni kuona mzigo. Nikiona mzigo nakimbilia kwenye maombi. Alafu huko nawezeshwa na neemeshwa na naendelea kubarikiwa na kubarikiwa na kubarikiwa. Kwa hiyo wewe kwa mwanamke, wewe ni mbarikiwa. Nataka nikutamkie maneno mazuri ya Mungu ya kwamba kama mwanamke, Mungu wangu naye mtumikia, akupe hekima nyingi, akupe maarifa mengi, akupe uvumilivu, akupe baraka nyingi. Amen. Akupe uzima. Amen. Na wakati mwingine nilikuwa nakutana mimi na roho ya mauti, nasema Mungu, nataka kunichukua saa hizi, siwezi kufa saa hizi, nitakufa nikiwa nimeshiba siku, watoto wangu hata nilelea mama wa kambo. Mimi nakupenda sana Yesu, na wewe ndio umeshikilia uhai, sifi, Mungu niokoe. Kwa hiyo napeleka hoja yenye nguvu. Mungu, naomba unisaidie kwa njia ya maombi na kule kujitambua mimi ni nani. Mungu amekuwa akiniokoa na nguvu za mauti. Na hakuna kitu kizuri, hakuna kitu cha baraka, hakuna kitu cha fahari duniani kama mwanamke anapokuwa na Mungu. Maana wanasemaga, whenever you teach a man, you just teach one person. But when you teach a woman, you teach the whole nation. Wanasemaga kwamba, sasa nitafsiri, ya kwamba unapofundisha mwanaume unafundisha mtu mmoja, lakini unapofundisha mwanamke unakuwa umelifikia taifa zima kabisa. Kwa hiyo kwa kweli mwanamke anapokuwa, zile jamii ambazo zina uelewa, ziko hyper in knowledge, hyper in the fear of God, kwamba hizo familia au jamii ambazo zina ujuzi wa kimungu, kuna namna Mungu amewapolish. Wanapoona mwanamke fulani amemgeukia Mungu, wanafurahia. Mwanamke ana nguvu sana kwenye society, kwenye every department ana affect. Na wakati mwanamke anapokuwa na Mungu, ina maana unajua uwezi kudownload kitu ambacho huja upload. Na tunapokuwa na Mungu, ina maana tume upload the right material. Tunakuwa wife material, tunakuwa mothers material, tunakuwa pastors material. Tuko na substances tunakuwa na mavitus, tunakuwa tumesheheni vitu vya kimungu, kwa sababu tunamcha Bwana. Kwa hiyo tunakuwa baraka kwenye ndoa, tunakuwa baraka
kwenye familia, tunakuwa baraka kwa watoto wetu, tunakuwa baraka kwa majirani, tunakuwa baraka kwenye maeneo kule tunakofanya kazi, tunakuwa